Naam, hayo ndio matokeo ya muda wote katika mchezo huu ambao Tanzania Revenue Authority TRA wamecheza na Young Africans na hamna hata mmoja aliyeweza kuibuka na ushindi. Tulimaliza kipindi cha kwanza ikiwa tunaangalia shot on target kwa kila timu na shot of target kwa kila timu. Lakini dakika hizi 90 zimekamilika. Nini ambacho kilibadilika katika kipindi cha pili kabla kuingia katika uchambuzi wa kinifu? Na ukiweza kuangalia takwimu zinakupa vitu vya ziada kwamba TRA wameweza kuja katika kipindi cha pili na kuweza kupiga mipira ambayo imeenda golini mara mbili, Yanga wakimaliza bila shuti hata moja ambayo limelenga goli. Lakini kwa shuti ambayo yameenda nje ya goli ni 5 kwa upande wa TRA, 7 kwa upande wa Yanga. Kona ni 2 kwa kila timu. Wamekutana katika madhambi 14 kwa TRA, 10 kwa upande wa Yanga. Kuotea ni mara 5 kwa TRA, mara 1 kwa upande wa Yanga. Kadi za manjano ni 5 kwa TRA, 1 kwa Yanga. Kadi nyekundu ni 1 kwa TRA na Yanga hawana kadi nyekundu. Umiliki wa mpira umeongezeka kidogo tu kwa TRA katika kipindi cha pili, wakiwa sasa na 30% huku kukiwa na 70% kwa upande wa Young African. Naam, Buro na Abisai. Nirudi kwako sasa Abisai Steven Junior. Takwimu tuliziangalia kipindi cha kwanza kabla tujajikita katika mambo yote. Hizi namba ambazo leo zinakwenda na tunaangalia for the first time, sijui ni kwa muda gani nyenye ni wabingwa matakwimu au tungemkuta mzee wa small details angetuambia when was the last time Young Africans wanamaliza mchezo bila kuwa na shuti kwenye goli. Nini ambacho akikwenda sawa hususan kipindi cha pili? Kipindi cha kwanza tulikuwa tunagusia masuala kadhaa. Kipindi cha pili licha ya TRA kwenda wakiwa pungufu Yanga walishindwa wapi kuonyesha ubabe wao au kufanya kile ambacho mashabiki wao wamezoea kukiona kila siku? Cha kwanza utawasifu TRA kwenye mpango wao wa kujilinda, uliwapa meti sana Yanga. Golikipa Jean Noel Amonome alikuwa analindwa na mstari wa wachezaji 8 ambao walikuwa wamejipanga vizuri. Kwa kulia kulikuwa kuna work rate nzuri sana ya John Lazarus, alikuwa na kaba yuko very aggressive, alikuwa amezuia sana mashambulizi upande wa Yanga. Kwa upande wa kulia Mohamed Hussein hakuata na nafasi ya kupanda. Na hapa kuna matukio mawili wakati Abisai unakwenda. Wengine waweza kauliza mbona bukta imeshikwa, lakini unakumbuka wakati tunaanza mchezo huu tulizungumza uwepo wa Diara unapowapa usalama Young Africans hata kama watakuwa wamefanya makosa sehemu nyingine. Hili ni tukio ambalo nadhani Tebandeke huyu Christopher alitokea bench kuchukua nafasi ya Jamal Dulaz. Sasa hapa kulikuwa kuna shambulio ambalo limetokana na kosa binafsi la Kasim Mugoya. Jezi namba 6. Asinki baada ya kushindwa control mpira vizuri. Yes, Mapaka akawa ameudokoa, Mugoya akawa ameingia vizuri sana kwenye box. Huyu hao alitamani kumzuia lakini kashindikana. Hii alijaribu kufunga lakini Djigui Diarra ameustop mpira vizuri sana na mkono wake mmoja. Kwa hiyo angekuwa striker mwenye uzoefu kwa mshiko ule yao angejitupa pale, ingekuwa tuta. Kama angeanguka kwa mvuto ule bado pia mwamuzi alikuwa na nafasi ya kuangalia. Maana sio kila kuvuta ukianguka ni foul. Kama uko na nafasi ya kwenda mwamuzi pia anaweza kuacha. Kama hapa unaona kana kwamba yao akumsumbua mkimbiaji. Mkimbiaji alionekana bado ana nguvu na uwezo wa kuwahi mpira. Kwa hiyo ndio maana hata yao walivyoshindwa mwamuzi akaendelea kuacha tu. So hapa kwanza unamsifu Djigui Diarra kwa upande wa Yanga namna ambavyo amekataa hiyo nafasi. Hizo dakika ananikumbusha Diarra mechi ya Mbeya City na Yanga. Vitalis Mayanga alipata nafasi haikufanana na hii moja kwa moja, lakini alipata nafasi dakika za mwishoni kabisa. Lakini Djigui aliweza kufanya save ambayo iliwini alama 1 kwa Yanga na si kupoteza zote 3, na leo amefanya tena vivyo hivyo. Ndio maana mwanzoni kama ulisikia uchambuzi wangu pale nilisema mechi ligi inaweza kumalizika. Ukashangaa Yona Amos wa Pamba ana save 70 anaongoza nyingi kuliko kipa yote kama msimu uliopita. Yeye Djigui akana ana save 24 au 24, lakini kwenye hizo 24 kuna top saves asilimia zaidi ya 60. Ni zile saves ambazo ni nafasi kubwa ya goli lakini anakataa. Nafasi kubwa ya goli anakataa. Mfano mzuri ni ile tukio ambalo tumetoka kuliona hapa. So ukiondoa hili uliohoji kuhusiana na Yanga walifeli wapi? Nirudi kuwasifu mpango wa TRA kujilinda. Nilikuwa namzungumza John Lazarus kwa sababu alikuwa amestop mpango wa Yanga kwa kucheza kwa cross huko kushoto. Mohamed Hussein na time ambayo Pacome alikuwa anajiiba huko. Lakini angalia kushoto Valentine Oma alikuwa anasaidiwa vizuri sana na Joseph atakandwa nao. Kwa hiyo ule upande wa Maxi
Israel Mwenda alivyotoka, Yao Kwasi Atula pia ulizimwa. Hakuna crosses kwa zinaingia. Walikuwa wanaenda naye hadi mwisho mstari, mipira inatoka yenyewe. Katikati alikuwepo na Odha Kombo pamoja na Shamu Karabue. Walikuwa wanaweka miili kwenye mstari, wanacheza mpira wa kichwa, wanaondoa hatari zote, clearance zote. Mbele yao kulikuwa kuna Jamal Dullaz ambaye alikuwa na work rate kubwa. Kwa namshangaa huyu mchezaji ambaye mkakamavu amechomekea ni nani? Jamal Dullaz alikuwa anafanya kazi chafu. Jezi namba 14. Yes. Yeye na Mzamiru Yasini kabla ya kuoneshwa kadi nyekundu. Lakini Chanda Chewe aliua namba 10, akawa anaongezeka kwa midfields watatu. Wakawa na wakati mgumu sana Yanga. Kwa hiyo mstari wa 4, mstari wa 4, wa 5 wanamwacha Mapaka peke yake, Chobwedo akiwa huko wide kama mtu ambaye unamtumia kutoka kwa pasi ndefu. Hii aina ya uchezaji ndio ambayo Etienne anapenda. Anapenda apore mpira afu ashambulie haraka kwa transition. Anapenda kuwa timu ya pili kwenye mchezo. Sasa Yanga wakawa wamefika kwenye box la TRA, wakawa wanatafuta pasi za kuopen kwa nafasi kwenye hiyo defense ambayo ilikaa sana nyuma. Tunasema low block ikana shindikana. Angalia hapa idadi ya wachezaji wao karibia wote wako hapa kwenye eneo hili ya hafu yao. Huyu Yao anajaribu kucross, lakini utaona bado mchezaji hakuwa comfortable Emmanuel Mwanengo kuweza kupata hiyo clear chance ya kufunga. Alikuwa amesumbuliwa na Shamu Karabue kwenye eneo hilo. Kwa hiyo defense kwa TRA utawasifu sana. Kwa Yanga swali likabaki watawafunguaje? Hata mabadiliko Buba na Kasi. Lakini unakimbia eneo gani? Watu wamekaa kwenye boxi. Unapotaka kutafuta nafasi ya kukimbia, mstari umefika mwisho na watu wanakaba tight marking. Kwa hiyo ikawa ngumu. Kwa hiyo leo moja ya sababu ya Yanga kushindwa kushindwa kufunga ni safu ngumu na majukumu mazuri ambayo TRA wamefanya. Plan ya coach na individual ability hususan ya defense. Inamaanisha nini Muro katika hili? Amegusa Abisai vizuri sana katika maeneo yote. Kwa TRA amegusa hata Prisons walicheza hivi. Mistake kidogo tu wakapoteza, lakini walikaba na Yanga alichelewa sana kutafuta nafasi ya kufunga. Hata Coastal Union kama unakumbuka. Azam FC pia tumeona substitution ambayo ilileta uhai kidogo, lakini ukimwangalia ambaye alileta uhai labda ni Mudathir Yahya basi. Kuto kucheza pamoja katika mechi kwa muda mrefu inaweza ikawa ni moja ya sababu kwa wachezaji ambao leo hii baadhi yao wamepata nafasi, licha kwamba kuna wengine tumeona katika kombe ya shirikisho wakipata nafasi. Pamoja na ubora wa TRA katika kudefend, nini ambacho kimewashinda? Yani kimewashinda. Unajua najaribu kutafuta lugha nyepesi kwa mtazamaji aweze kuelewa. Kwa sababu mpangilio ulikuwa unaona mpira wanao. Nini sasa kilikuwa kinashindikana? Kwanza binafsi sidhani kama kulikuwa kuna sababu yoyote ya wachezaji ambao hawachezi mara kwa mara pamoja, kwa sababu walikuwa ni wachache. First half ambao hawachezi kikosi cha kwanza mara kwa mara ni Shehan pamoja na Frank Yasinki. Sio? Tena Muro umemgusa Shehan, nimekumbuka. Unajua inawezekana plani yake coach aliona viwanja vya hivi mpira upasiani sana. Unique strong ya Shehani kupiga mbali kabisa. Mechi imeisha amepiga shuti moja. Kwa hiyo hata ile plani ambayo alihisi inaweza kawa code ya plan B kuwafungua TRA pia na yenyewe ilifeli. Ambao ndo ilikuwa alternative ya pili sasa timu. Sababu inaonekana coach alihisi hiki kitu kitatokea. Lakini Pato, unajua mechi kama hii kipindi cha kwanza sababu ambayo mimi nilikuwa nayo kubwa. Turudi katika hili tukio kwanza ambalo ni goli lililokataliwa kwa maamuzi namba 2. Nani anaitwa kutoka Mary Mwakitalima? Mary Mwakitalima. Mwakitalima. Lakini hiyo ilikuwa ni ile attempt ya pili ya Mwanengo ambao mpira ulikuwa off target. Nafikiri hii ndio ile ambayo Damaro alipasia hapo ndani kwa Duke Abuya. Duke Abuya akaenda akaucross ule mpira ndani. Mwanengo anafunga bao, lakini mwamuzi akapuliza kwamba angalia hapo wakati mpira alikuwa sahihi. Nafikiri kama mtozi atarejesha nyuma kidogo, engo ilikuwa iko tight sana. Yani engo ni ngumu sana kuitazama, lakini kwa namna ambavyo utatazama mpira unapotoka mguuni kwa Duke Abuya, Mwanengo yuko wapi? Anaanza kumove baada ya muda gani? Hapo kama atastopisha hapo mpira bado hujatoka kwa Mwanengo. Ndio. Ameni kwa Abuya. Bado hujatoka kwa Abuya. Kwa hiyo unaweza kaona vizuri hapo. Bado ukiangalia kwa bado unaona kama walikuwa kwenye line moja. Ngumu sana kuweza kuidentify kama ilikuwa ni offside. Hapa ukiangalia hii line Abisai. Inawezekana Muro naye sasa hivi zile glasi zake zile kama wazima Mbwaduke. Ukiangalia position ya Mwanengo. Naona Mwanengo alizidi ndio umbo lake kwa upande wa kushoto.
usawa mguu wa kushoto kuanzia bega na sehemu kidogo ya mwili wake. Alimzidi beki wa mwisho wa TRA, nadhani alikuwa Shamo Karabue. Kwa hiyo kwa usawa ule, yes, alikuwa Shamo. Mwamuzi penalty hapo, unaona. Kwa hiyo assistant namba 2 Mary Mwakitalima alikuwa sahihi kuona hii ni offside, na kwa kuwa Muro amesema ni tight, basi unazidi kumuongezea sifa, kwa sababu pamoja na tight lakini ameweza kuona bega, usawa goti na mguu wa kushoto wa Emmanuel Mwanengo. Kwa mfano hapa subiri hapo Pato na Bisai. Kwa mfano mtozi atustopishie pale kabla mpira hujatoka mguuni kwa Duke Abuya. Kwa mfano kama line haijachorwa ile ya libero, nini kinaweza kusababisha ukaona kama hapo, subiri. Alafu mtozi atustopishie wakati tunawaona wakiwa wawili kwa upande wa usawa, sio wakiwa katika upande wa usawa hapo, si ndio? Kabla hapo wastopishi. Sasa mpira bado hajaenda kwa mguuni kwa Abuya. Haya, Abuya akishaugusa ule mpira utazama vizuri. Abuya akiwa anapiga bado hajagusa, bado hajagusa, si ndio? Hapo atulie hapo. Angalia distance ya hawa wawili Karabwe, Shamu na Mwanengo kwenda kwenye mstari wa 6. Kwa sababu ili tuseme yuko karibu na mstari wa goli la Young Africans, mstari rahisi wa kwanza ni 6. Kwanza mstari wa kwanza ni hapo kwenye kitufe cha kupigia penati. Mstari wa pili ni kwenye 6. Nani anaonekana yuko karibu zaidi na kitufe cha kupigia penati? Nani anaonekana yuko karibu zaidi na mstari wa 6? 6 ni kile kisanduku kidogo. Kwa sababu ili tuseme uko karibu na mstari wa goli, maana tukuangalia distance yako kutokea pale kabla ya kufikia mstari wa goli, mistari ile ya mwanzo ya mapema. Kama libero haijachorwa na hapa na ligi yetu bado haijathibitisha matumizi ya VAR, lazima tuangalie kwa hivyo vipimo vya kawaida. Mimi ukiniuliza unaigundua ni offside. Ukiniuliza hapa ni offside kwa sababu mguu wa kushoto wote, karibu upande wote wa kushoto wa Mwanengo ulikuwa huko katika eneo la kuotea. Mwili wa Mwanengo kwa upande leo hajasema probably, amesema of course ni offside. Kuna tukio ambalo limezunguka wengine wa kuliona mwanzoni. Muro hajasema probably, amesema of course. Nitamwambia Masudi yenyewe sasa alete wajua tulianza kwa watu wa kamera. Sasa hivi na wakachambuzi mpate wote kama mmekuwa kama wa China. Unajua kwa nini alikuwa anajiridhisha. Sasa nikwambie Pato, yani ligi ambazo zimethibitisha matumizi ya VAR, imagine wanachambua baada ya ile mistari kuchorwa. Mstari mwekundu kwa anayeshambulia, wa blue kwa timu inayo defend, si ndio? Inakuwa rahisi kupima, lakini kwa hapa mzee wangu inabidi sayansi na biolojia ya mboga za majani itumike. Haya, turudi katika tukio la Mzamiru Yassin. Amepewa kadi za njano mara 2. Tukio la kwanza ni hilo hapo. Ilikuwa dhidi ya Shehan, sio? Yes, alifanya late tackle kwa Shehan. Okay. Na alikuwa anazuia movement ya Shehani kuelekea kutengeneza movement ya kuelekea mbele. Tukio hili la pili je? Clear yellow kabisa. Ameenda katia klachi. Ukishaonesha studs zile njumu za viatu, whether umemgusa hujamgusa, tayari ilikuwa ni dangerous play vile na application ya nguvu kama hiyo. Manake kama kusingekuwa kuna mpira katikati ya mguu wa Shabalala na Mzamiru, manake Mzamiru alikuwa anaenda kumfika mguu wa kushoto Shabalala, anafika kwenye vidole vyake na kumletea madhara ya moja kwa moja. Kwa hiyo kwa ukongwe wa Mzamiru tangu msimu wa 17-18 anapambana na Simba robo finali zile zote mpaka finali msimu uliopita yuko na Simba Sports, ukongwe wake tunatarajia angetakiwa afanye tukio ambalo ni la kutumia akili zaidi ya hichi alichokifanya. Kwa maana Mzamiru ndo mtu ambaye leo atakuwa na furaha zaidi kwamba kutoka kwake akukusababisha timu ipoteze matokeo. Kama timu ingepoteza matokeo leo ungesema kuna watu wawili. Mzamiru na Asingi. Leo matokeo ndio kumkuta ilikuwa ajabu. Lakini mzee wa Mzuzu mimi nimemzungumzia mwanzoni. Mzee wa Mzuzu leo amepiga matairi. Chobwedo ndio amekuwa man of the match. Ramadhani mwanao. Mwanao kabisa. Sasa unajua wanangu. Na ule mwanangu Chobwedo huyo bwana. Miaka mingapi sasa? Ndio wa Singida huyo. Of course. Hajavuka 25. Chini ya 25. Na ni uhalisia. Sababu amekuwa tunamuona kabisa mtaani kwa maana ya rika lake ukiangalia. Alikuwa anaonekana amejitoa kwa kila kitu Chobwedo. Na somo lake ya kwanza ndio marudio ya mchezo wake jinsi anavyocheza, sio? Bila shaka. Wakati tunaangalia wachezaji 11 kabla ya mechi, nilimgusia Ramadhani Chobwedo. Ndio mchezaji ambaye kwenye mapana ya uwanja kulia huwa wanamtumia kwa sababu ya speed yake, lakini namna ambavyo anajituma uwanjani. Hata akiwa hana mpira anarudi kumsaidia Lazarus, na uliona alikuwa anampa hiyo nafasi nzuri ya kucheza naye. Kwa hiyo ni upande ambao anamtumia kwa sababu anaweza kuficha mpira na mguu wake wa kushoto, ana nguvu nzuri,
ambazo wachezaji wa Yanga leo walikuwa wanamshindwa. Kuna time alikuwa anawapiga feint, anaenda ana cross mpira. Moja wapo ni ile tukio la offside tulijadili 45 za kwanza kumtafuta Ami Mapaka. Alichop mpira vizuri sana lakini haikufanikiwa kufika alipokuwa anataka. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye leo ukiwaangalia wachezaji wa TRA wengi walicheza titi, walicheza vizuri. Hata goalkeeper Jean Noel Monome, high claim zake, saves zile, alikuwa na mechi nzuri, lakini work rate ya ziada. Unakuja unamuona Ramadhan Chobwedo. Alikuja swali moja, swali ambalo linakuja Muru aligusia mwanzoni kwamba kinachowatatiza Young Africans ni uchovu back to back. Naangalia Singida walikuwa kimataifa, na waangalia Azam na Azam ambao tunazungumza wanaelekea Kigoma baada ya mechi ya dabi. Wana mechi na Mashujaa. Wanacheza kesho. Si ndio? Simba wao wanacheza na kesho pia. Sasa ni uchovu wa namna gani? Kwa sababu kama timu zote zinasafiri na hizi timu kubwa zina advantage. Yaani nataka kuangalia concept ambayo inaangukia katika uchovu kwa Young Africans. Sasa mnaweza mkaote kimataifa, lakini tunaangalia utofauti wa ratiba yenu ya kucheza. Mnapumzika siku ngapi? Team A kufanisha na team B, kufanisha na team C na team D, hizo nini unazozitaja. Nimemsikia afisa habari wa Yanga Ali Kamwe anasema kama sio kuelekea mchezo huu, ni mchezo wao aliocheza wa mwisho kutoka mchezo wa nyuma yake. Yeye kwa madai saa 72 hazikuwa zimefika. Kwa hiyo walikuwa wanacheza mchezo kwenye muda mchache wa kupumzika. Na hoja yake ilikuwa uchovu wa safari, lakini kama kocha ameona mapungufu kwenye mechi, anapata muda saa ngapi wa kwenda kwenye training ground kupractice, kutafuta solution. Kwa hiyo akawa anaamini ratiba inabana inaweza kachangia timu kushuka performance. Si ndio hivyo? Lakini wakati mwingine ili ratiba, hoja ya ratiba ibane, inabidi ikubane peke yako. Ili tuseme sasa Yanga anacheza mechi kila baada ya siku 3, kafanya hivi mara mechi 10. Yanga bana hapana, anacheza sana. Lakini kama wewe unabanwa leo, kesho unapumzika siku 4, lakini ratiba hiyo hiyo anakuja anaicheza Simba, ila kwa tofauti wa wiki. Atakuja ataicheza Singida kwa tofauti wa wiki. Lakini ukija kukaa utaona kuna fair. Kumbe Simba naye alibanwa, kumbe Yanga naye alibanwa, kumbe naye fulani naye alibanwa. Unakuja kugundua huu mbanano upo kwenye timu zote hizi 4 ambazo zilikuwa kimataifa, kwa sababu zenyewe ndio zina kiporo, msisitizo. Zenyewe ndio zina mechi ambazo hazikucheza raundi zile kwa mtiririko mzuri, wakati JKT anafikisha mechi sijui 17, sijui Mtibwa anafikisha ngapi, KMC usisahau pia. KMC wanasubiri mwezi mzima kwa sababu walishacheza mechi nyingi, hawakuwa na kalenda ya kimataifa. Kwa hiyo kwa wao wana utofauti huo wa mbanano wa ratiba. Kwa hiyo unawaelewa kwa sababu wachezaji sio maroboti, na Yanga wanapochezewa na timu nyingine kuna nguvu wanakutana nayo. Kwa hiyo mchoko upo, lakini haiwi sababu ya pekee yake, sababu kuna timu ambazo pia zilikuwa kimataifa na zenyewe zina ratiba kama hii. Okay. Na Muro, ukiangalia hii labda tukizungumzia advantage ambayo Simba ameipata ni mchezo wa kiporo, sio? Mchezo wao kuahirishwa. Yes, nafikiri mchezo wao dhidi ya TRA. Lakini bado essence ya safari iko pale pale. Kwa sababu sio kwamba iliahirishwa wakiwa nyumbani, wataplani kwamba tayari tuko nyumbani, mechi imeahirishwa, tunaweza tukarudi kwenye uwanja wa mazoezi kutrain kabla ya safari. Bado ilikuwa ni safari, na ukumbuke unatoka Arusha na urudi Dar es Salaam kwanza. Dar es Salaam then Mwanza, sio? Kwa hiyo bahati nzuri tu ni kwamba at least hivi vilabu vyenye msuli wa kifedha, uwekezaji wao ni mkubwa, wanapata advantage ya usafiri wa anga. At least wanaweza kuzikata distance. Kwa mfano Mwanza, Arusha wana uhakika wa kufika kwenye viwanja vya ndege. Wakisema wanaenda Singida, watatua Dodoma. Baada ya hapo wataunganisha basi, watafika. Tofauti na hizi timu zingine. Unanipa kumbukizi ya Meki Maxime, kuna siku alikuwa anaenda pale EF pale. Amefika asubuhi, jioni mechi. Akiwa ametokea nadhani sijui ilikuwa ni mechi hapa. Najaribu kukumbuka Meki aliwahi kuzungumza hiyo. Kwa hiyo hizi zinakuja tu, zinaweza kukukuta kwa wakati wote. Yes, na tofauti tu ni kwamba unaweza ukaziona hizi timu zingine za katikati ya msimamo, mwisho wa msimamo, kama vile wana time vile kubwa ya kujiandaa na nini, kwa sababu wao pia wameshacheza mechi nyingi sana hapo kabla ya hao wengine sasa kuanza kuclear viporo vyao. Lakini ukipiga mahesabu ya safari ambazo vilabu vingine hivi ambao havina msuli vinazipata. Kiemba leo kuzungumza hapa studio akasema kwa mtu ambaye amecheza football na level ya ligi kuu, safari ya timu ya siku moja ni sana umecheza mechi. Ya siku ya pili ni sana umecheza mechi. Kwa hiyo hata hizi timu zingine kwenye kufidia sasa kwenye eneo lile la kusema kila mmoja anachoshwa kwenye eneo gani,
hawa watachoka kwenye eneo la safari zao, sio za miundombinu ambayo ilikuwa bora sana. Hawa watachoshwa kwa sababu ya ule mbanano wa ratiba, na nafikiri kwa hivi sasa ndio tunapokujaga kwenye ile dhana ya upana wa kikosi. Tunaenda katika msimamo Muro ambao tunaenda hapa tunaiangalia Yanga wakiwa top of the league, TRA ambao baada ya kucheza mchezo huu wa leo ina maana kwamba wameweza kuwa na pointi zao takriban 20, lakini sasa labda tuzungumzie tu hapa nini sasa ambacho wanasema ili kuweza kuondoa hiyo concept iliyoko kichwani ya Bisai na Muro na kila mmoja kwa nafasi yake, Young Africans waweze kukaa kujizatiti katika kile ambacho tumekizoea katika ubora wao. Yes, nafikiri kwa mujibu wa msimamo tayari Young Africans kwenye michezo yao 15 alama 37, unazungumza wameshadondosha mpaka sasa hivi alama 8. Kwa sababu wastani wa michezo 15 kwa point 3 ni 45. Kwa hiyo kuna deficit ama upungufu ya alama hizo 8, japokuwa hawajapoteza mchezo wote, maana ni sare 4. Mbeya City unazungumza hapo, Simba unazungumza, Azam pamoja na hii ya leo. Sasa gap lao kati yao na Azam utaona ambao wanacheza kesho pamoja na Simba wanaocheza kesho, utaona kutoka kwa Azam ni pungufu ya mchezo mmoja, lakini gepu la alama 9. Kwa kama Azam wana capitalize kushinda itakuwa ni gepu la takriban alama 6. Lakini kwa wapinzani wao ambao msimu uliopita walipambana mpaka mechi ya mwisho ndio ikaamua ubingwa. Tena kabla ya mechi ya mwisho walikuwa mpishana alama 1 tu. Baada ya hapo ndo zikawa 4 baada ya Yanga kushinda. Utaona gepu ni alama 10, lakini Simba na michezo 3 mkononi. Kwa hiyo unaweza kaona inawezekana Simba akaona kwenye eneo la hii sare iliyotokea leo ni kama eneo lingine la kuclear hilo gepu kubwa la pointi ambazo ni 10, lakini kama anashinda michezo yote hiyo, kwa mfano tunaashumu, sababu sio rahisi hivyo, maana yake itakuwa inabakia alama 1, kitu ambacho kinaweza sasa kikaanza kutengeneza matumaini kwa hizi timu za chini. Lakini kwa TRA ambayo tulizungumza hapa mwanzo ilikuwa na pointi 19, tukasema kama leo ingepata matokeo ya ushindi dhidi ya Young Africans ingekwenda kumtoa mpaka pale Namungo alipo, lakini unazungumza michezo 15 alama 20, at least wao wana advantage kwa sababu wana mchezo mmoja pungufu ya Mtibwa ambao iko juu yao, wana michezo 2 pungufu ya Namungo na Dodoma ambao wako juu yao. Kwa hiyo bado Ndairagije ukiangalia rani aliyokuwa nayo nzuri ya michezo 3 mfululizo bila kupoteza, wakati nyuma yake alicheza michezo 4 akiwa amepoteza 2 na sare 2. Leo unazungumza na michezo 3 mtawalia kwenye alama 9, amekusanya 7. Wote ya performance kwake kwa kitu ambacho amekifanya. Haya, malizia hapa ili tukapate pumziko, baadaye tutarudi hapa. Bado tuna siku ndefu. Msimamo unatuacha na swali. Sasa macho yote, pressure yote narudi kwa Simba. Na swali analoachwa nalo ni je, Simba Sports Club ina uwezo wa kushinda mechi 3 mfululizo kufikisha alama 36, kubakisha alama 1 nyuma ya Yanga? Kwa hiyo attention sasa inaama. Kesho mechi ya Simba ambayo itakuwa ugeni dhidi ya Pamba itakuwa na wafuatiliaji wengi sana. Ukiondoa wale wa Simba, wa Yanga wanaongezeka kutaka kuona je, mtani una uwezo wa kupata hizo alama 3. Kwa hiyo swali la Simba liko hapo na pressure inarudi kwao. Yanga wameshacheza mechi zao, wameshazimaliza. Wanamuombea adui yao njaa, mpinzani wao njaa ambaye ni Simba. Kwa hiyo mvuto unaanza hapo baada ya sare ya Yanga. Basi tumwangalie kijana wetu wa safari ndefu. Sasa hapa sijui Tumaini, si Muro. Tumaini sumafunga. Hapa sina swali. Hapo hiyo bwana. Umekuwa paka katekisti bwana, utashindaje bwana? Au ndugu yetu ana kazi yake. Mimi sijafunga. Kuna mimi najua. Najua hujafunga. Ya kabisa. Si hizo ndevu za Chobwedo. Umefanana Chobwedo. Ile pale. Kweli, sina upara. Hiki sio chuma cha mzee Abisai hiki. Hapana. Naam, hivi ndivyo ambao tunamaliza uchambuzi wetu katika mechi ya kwanza ambayo ilikuwa ni TRA dhidi ya Young Africans. Tutarejea baadaye hapa kwa mchezo ambao utakuwa ni wenyeji Tanzania Prisons wakiwakaribisha Singida Black Stars. Nini kitaenda, nini tutakiona baadaye? Basi tupate mapumziko mpaka hapo baadaye.